يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخوة الأعزاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى واعلموا أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموضوعنا اليوم يتمحور إلى المقال وإلى السؤال، ويجب الاستفسار: كيف نستقبل شهر رمضان؟ Uislamu baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini na kumtakia rehema na amani mtukufu wa daraja kipenzi chetu Nabii Muhammad. Ndugu zangu, na kusema lakini pia vile vile na kuihusia nafsi yangu katika swala zima muhimu na adhimu, swala la kumcha lakini na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mada yetu katika hotuba yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Ni swali linalosema katika kauli kaifa nastakbilu shahra Ramadhani, yaani vipi tutaweza kuuelekea na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe na mwingine tuna haki ya kujiuliza na kuishi katika swali hilo, swali ambalo majibu yake tunayo mimi na wewe na mwingine, kwa sababu aljumaa yetu hii ya leo ni aljumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban. Aljumaa ijayo baada ya hii tutakuwa falillahi alhamd, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa afya njema, wa idha kanat alhayatu baqiya sanaishu fi shahri Ramadhan, kama maisha na uhai utakuwepo na Mwenyezi Mungu ataendelea kutupa pumzi, basi aljumaa ijayo tutakuwa tumesha kudiriki na kuuishi na kuendelea kuuishi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, ndugu yangu, umejiandaje kupokea mwezi huu mtukufu? Umeitwa mwezi wa Ramadhani kwamba ni mwezi mtukufu, ni mwezi wenye baraka. Tafsiri yake, kila utakalolitenda ambalo ni jema katika mwezi huu, malipo yake ni makubwa. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna fursa ya mimi na wewe ya kuweza kujikita katika kutenda mema na kukoma kuacha kutenda yale ambayo yanatutuma mazoea yetu ambayo tunayoishi nayo katika miezi mingine isiyokuwa
miezi ya Ramadhani. Kaifa nastaqbilu shahra, vipi tutauishi, tutaelekea kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahru Ramadhan shahru al-amn wal-aman wal-iman, ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa usalama, mwezi wa amani, mwezi wa utulivu, mwezi wa imani. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutenda yale yote mema yanayomridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuachana na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anakasirika na mtume wake Nabii Muhammad kutendwa na sisi viumbe dhaifu aliyotuumba Mwenyezi Mungu kwa haya madhaifu na mapungufu yetu. Yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala fi surati al-Asr, Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani kwa kuanza na kiapo, kwa kuapia wakati mwenyewe na uapia Mwenyezi Mungu ni wakati wa asr. Aliposema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani wal asr, na hapa kwa nyakati za asr, Mwenyezi Mungu logic, falsafa, mantiki, anapoapia kitu anachokuja kukitaja ni kitu kikubwa. Aliposema naapia, kuziapia zama za alasiri, zama za alasiri tuzijua sote, innal insana lafi khusr. Tena Mwenyezi Mungu kaleta hapa harfu tawkid kwamba hakika ya binadamu aliyemuumba yeye kwa mikono yake, tena lafi, yupo katika hasara kubwa mno, lafi khusr. Binadamu mwenyewe aliyeapa Mwenyezi Mungu kiapo kwa ajili ya binadamu huyo, kiapo hiki hakijataala na ndege wala wanyama, kimetaala kutuapia sisi viumbe kwamba hakika ya binadamu ambao tumeumbwa na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sote tupo katika hasara. Lakini katika binadamu hawa wapo ambao Mwenyezi Mungu amewafua wasiishi katika hasara, na wao hawakupata hasara. Akasema illa alladhina amanu, isipokuwa tu binadamu ambao hawatahusika na kiapo hichi cha kuwa hasarani ni wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu. Hawa sasa tu si kutoshe imani ya wewe kumwamini kweli Mwenyezi Mungu mmoja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaika na vitabu, naamini kuna siku ya kesho, kusimama katika viwanja vya hesabu, naamini kabla. Isikutoshe imani hiyo tu alafu kapeteka, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu lakini katika imani zao wakadili na kutenda mema anayaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, lakini watawasau bil haqq, wenyewe kwa wenyewe wakahusiana kutenda haki na uadilifu katika maisha yao, wakawa wao ni waja wenye kuamrishana mema na kukatazana yale mabaya. Watawasau bisabri, na pia vile vile wakawa wanahusiana kutenda na kuishi katika mfumo mzima wa kuwa ni wenye subira. Subra, umepatwa na balaa na jambo, haraka kusubra. Subra, umepata msiba, haraka kusubra. Subra, umepatwa na maafa, haraka kusubra. Subra, umepatwa na maradhi, haraka kusubra. Subra, umepatwa na ufukara baada ya kuwa ulikuwa ni mtu mwenye fedha, haraka
jilazimishe kuwa na subra. Subra, umefukuzwa kazi, umeachishwa kazi, umeshushwa cheo, watawasau bisabr. Endeleeni kuhusiana kutenda subra, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuatuambia ndani ya Qur'an, wabashiri sabirin, wape ewe Nabii Muhammad habari za furaha wale wenye kufanya subra, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hawa wenye kupatwa na misiba, wenye kupatwa na matatizo, wenye kupatwa na majanga, wenye kupatwa na mitihani, wao wakipatwa na mitihani hiyo hawatetereki, bali wanabakia kuwa ni waja wenye subira na uvumilivu na kusema inna lillahi, hakika sisi ni miliki na ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, na sisi kwake Mwenyezi Mungu tutarejea. Ndugu zangu, innal ladhina amanu wa 'amilu salihati kanat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, hakika wale ambao wameamini lakini wakadili katika imani zao na kutenda mema na kukoma wakaacha yote yale mabaya, wao malipo yao yatakuwa ni pepo ambayo ndani ya pepo hizo na mabustani ambayo yapo katika pepo hizo yenye kupita mito mbalimbali, mito ya maziwa, mito ya asali musafa, mito ya kadha wa kadha. Haya ndiyo malipo watakaolipwa wale walioamini, kumwamini Mwenyezi Mungu, lakini wakatenda na matendo mema, wakaswali, wakafanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakatoa zaka, wakahiji Maka kama wana mali, lakini wakawasaidia wanyonge ambao wanahitajika kusaidiwa, lakini wakatenda mema. Wakimwona mtu anatenda mema na wao wakamgeuza, lakini kwa yule ambaye wanamuona anatenda mambo mabaya, akamwambia Bwana, usifanye mambo haya mabaya, kwa sababu dini yetu Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza kaifa tastakbiru shahra, vipi tutaupokea mwezi mtukufu. Je, tutaupokea bil maasiya, bil isyan, bil ithmi wal isyan? Tutaupokea kwa madhambi na kumwasi Mwenyezi Mungu, kama ilivyo ada ya watu ambao hawamwogopi Mwenyezi Mungu leo. Ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwisho wa Shaaban, basi kuna watu wameleta bid'a, uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hakuletea wewe, wakaleta kitu kinachoitwa vunja jungu. Hasa vijana, tutahadhari na kitu bid'a. Hili jambo la bid'a, shutumu, tusibaya ndani ya dini yetu ya Uislamu, kuliweka eti kunavunja jungu, wakimaanisha kwamba ndio tunafanya maasi mara ya mwisho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ewe mwanadada wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu, elewa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Ikiwa unadhani watu wengine hawakuoni, basi hapo kwenye hilo vunja jungu lako, pengine ndipo unavunja jungu na unavunja roho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakutia pale pale katika maganja yako, utakwenda kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutahadhari, tuwaelimishe vijana wetu, tuwaone, tuwakataze na hili neno baya lenye kuutia aibu Uislamu na lenye kutukanisha Uislamu, ambapo tutasikia leo magari na magari yanakatiza,
matangazo yanatembea katika kila kata na vipeperushi mbalimbali vitakavyobandikwa kwamba leo kutakuwa na tukio la vunja jungu ukumbi fulani, leo kutakuwa na vunja jungu sijui sehemu fulani. Hili jambo ni haramu mutlaka. Kubwa zaidi, wewe unatakiwa toka kipindi hiki cha mwezi wa Shaabani, jiandae sasa kuidhibiti nafsi yako katika uchamungu. Jiandae sasa na kukoma yale ambayo mazoea yako ya akili yako yameyachukua kwamba ni ada ya wewe kufanya mambo yako, lakini yanakera na yanamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tujiandae kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani bifidili khairat, kwa kutenda mambo yanayomridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tujiandae kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kukatazana na kujikataza sisi wenyewe kutenda mambo mabaya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi alladhi wahda wa sadaqa wa ada wa nasara abada wa a'azza junda wa hazama al-ahzab wahda. Thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwata al-a'zab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa Allahumma 'ala al-khulafa'ir rashidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman bin Affan wa Ali al-Murtada wa kafat ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا القوة المتين. عباد الله، إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا